Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, mjambo na karibu kwa dira za Aprili 21, 2026. Mashariki mwa DRC tunakutangazia sauti Kivu. Kwa mara nyingine msomaji wa leo si mwingine Natasha Mingo-Control, na kwa jina langu tunakaribisha moja kwa moja katika matangazo yetu. Karibu tuweze kuanza habari zetu na habari za elimu. Wanafunzi 103 waliohitimu kutoka kituo cha Lugushwa katika eneo la Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini walifanya mtihani wao wa mazoezi ya Kiingereza simulizi hivi majuzi Aprili 20, 2026. Ilikuwa ni kuwatayarisha wanafunzi hao kwa mitihani mikuu ya Kiingereza inayopangwa kufanyika Mei 7, 2026. Kwa mujibu wa Bwana Yalala Chala, mkaguzi mkuu wa Chasta ya 5 katika shule ya sekondari ya Mwenga Center, mazoezi haya ya Kiingereza huandaa wanafunzi kwa mitihani mikuu ya Kiingereza. Aliwataka wanafunzi hao kuwa na bidii na nidhamu ili kujiandaa vyema na kikao cha kawaida cha mitihani ya serikali. Anazungumza katika mahojiano yaliyokusanywa na mwandishi wetu toka Mwenga Jonathan Mukandama. Lengo kuu ni kuwa wakati ministère à travers service yake inspection iliingiza kwa hii mwaka orale ya anglais ni kutayarisha hawa wanafunzi kwa mashindano ambayo ya anglais ya langue yenye inaenda yote mbili pamoja, ya Kifaransa na ya anglais. Kwa hiyo inspection iliona haiwezi fanya kitu na ile kitu igeuke kwa problem, njo ikaona kukue ma exercice fulani ambayo itatayarisha watoto kwa matayarisho ya ile mashindano ya ile data. Habari za kijamii. 74% ya watoto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaathiriwa na umaskini wa kifedha ambao unasababisha karibuni 90% watu kukosa mahitaji ya kimsingi kama vile matibabu, chakula na elimu. Matokeo haya kutoka kwa utafiti mkuu unaoitwa Muda 2025 kuhusu umaskini wa watoto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliwasilishwa na UNICEF na waziri wa mipango wa DRC katika warsha iliyoendeshwa mwishoni mwa juma lililopita mjini Kinshasa. Utafiti huu ulilenga kubainisha mahitaji halisi ya watoto ili kuboresha maamuzi ya sera za serikali. Kulingana na matokeo haya, idadi kubwa ya watoto wanaokabiliwa na kinyumwa kali ambayo inapita zaidi ya ukosefu rahisi wa pesa. Utafiti unaonyesha tofauti kubwa wakati 74% ya watoto wanakosa pesa, 90% wanakosa huduma za kimsingi pamoja na matibabu, maji safi na chakula. Daniel Epembe, katibu mkuu wa mipango, anasema kwamba kufikia mwaka wa 2024 hali ilikuwa mbaya. Idadi kubwa ya watu watakuwa wanaishi chini ya dola 2.15 kwa siku. Anatoa wito kwa maamuzi ya kisiasa kutegemea ushahidi na ushindi wa kisayansi badala ya mawazo. Maria Mesula wa UNICEF anaeleza kuwa umaskini ni kimuundo, umekita mizizi katika jamii. Katika maeneo ya vijijini ni janga kubwa. Karibu watoto wote zaidi ya 90% wananyimwa kila kitu. Zaidi ya hayo, anaonyesha kuwa umaskini umekidhi zaidi ya vijiji na uanza wakati wa kuzaliwa na kukosekana kwa utambuzi wa kisheria.
Amesisitiza haja ya kukuza usajili wa vizazi ili kuhakikisha sio tu vitambulisho vya kisheria vya watoto, lakini pia kupata haki zao za kimsingi. Kufuatia warsha hii, washirika na wataalamu walipendekeza mpango mkakati wa kuhakikisha maendeleo ya nchi. Lengo ni kuendana na malengo ya maendeleo endelevu ili kupunguza umaskini. Kama ukumbusho, Benki ya Dunia imepandisha mstari wa umaskini hadi $3 kwa siku. Kigezo hiki cha umaskini duniani kinafanya changamoto inayoikabili DRC kuwa kubwa zaidi. Utafiti unaonyesha kuwa watoto 9 kati ya 10 hawawezi kuwa kawaida kwa sababu wanakosa elimu, huduma za afya au maji safi. Mazingira. Waandishi wa habari vijana wa RGA Junior walikusanya chupa za plastic kando ya Ziwa Kivu. Mpango huu ulilenga kuchangia ulinzi wa mifumo ekolojia na usafishaji wa jiji la Bukavu. Ilifanyika wakati wa kazi ya jumuiya ama salongo iliyozingatiwa mazingira iliyoandaliwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Katika mipango hii, watoto hawa walifikisha ujumbe wa elimu kwa wakazi wote wa Bukavu, umuhimu wa kusafisha jiji na kulinda Ziwa Kivu, urithi wa pamoja. Waliongeza kuwa sio mapema sana kuwajibika kwa mazingira ya mto. Walitaka wakazi wote wa Bukavu kutotupa chupa za plastiki katika Ziwa Kivu. Hii ni muhimu ili kuwezesha uzazi wa samaki na ulinzi mfumo ekolojia wa Ziwa Kivu. Afya. Mlipuko wa visa vinavyoshukiwa kuwa vya kipindupindu umerekodiwa katika eneo la Walikale, Kivu Kaskazini tangu mwanzoni mwa Machi. Kesi 56 ikiwa ni pamoja na vifo 6 vimerekodiwa katika eneo la afya la Kibua katika eneo la Masisi tukiwa jimboni Kivu Kaskazini. Kulingana na mamlaka ya afya eneo hilo iliyowasiliana na wenzetu wa Actualite.cd, watoto wasio na umri wa zaidi ya miaka 5 ni miongoni mwa wasiriwa zaidi. Maeneo ya afya ya Ntonto, Langira na Kilungu ndiyo yameasiria zaidi na mlipuko huo. Kulingana na daktari mkuu wa eneo la afya la Kibua, Dr. Even Songo Kibunde, hali hiyo inachanganisha na kuhama kwa watu wengi. Wakazi waliokimbia mapigano ya kivita katika eneo jirani la Masisi wanajikuta katika mazingira hatarishi na hivyo kuwezesha kuenea kwa ugonjwa huo. Chini kutoa huduma kwa wagonjwa bado ni gumu. Ukosefu wa vifaa tiba, kukosekana kwa maji safi na uhaba wa miundombinu ya vyoo vinatatiza mwitikio huo. Tumetibu baadhi ya kesi lakini bila rasilimali za kutosha. Tunatoa wito kwa washirika wetu kwa msaada wa haraka, afisa mkuu wa matibabu wa eneo hilo alisema. Wakati huo sampuli zimetumwa kwenye mahabara kwa udhibitisho. Timu za Msalaba Mwekundu tayari zinafanya kazi ili kuweza kuua vidudu vinavyokuwa na virusi hivyo na kuongeza ufahamu miongoni mwa watu. Mamlaka za afya zinahimiza uzingatiaji mkali wa hatua za usafi, ikiwa ni pamoja na kunywa maji safi, kunawa mikono mara kwa mara, kupika chakula vizuri na kutafuta matibabu mara kwa mara iwapo kuharisha kunatokea. Mazingira. Takribani 90% ya wakazi wa vitongoji vya Kamko na Dave vya Kalemi mkoa wa Tanganyika vimetelekeza nyumba zao katika siku za hivi karibuni. Hii ni kutokana na mafuriko ambayo yamekuwa yakitokea kwa miezi kadhaa. Habari hii inathibitishwa na Radio Kapi mnamo Jumanne Aprili 21, 2026. Kulingana na shirika la raia chumvi ya Kongo, kuhama huku kunasababishwa na mafuriko ya mara kwa mara yanayoletwa na kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika na mto Lukuga, hasa wakati wa mvua kubwa. Chirac Issa, mratibu msaidizi wa shirika la raia chumvi ya Kongo huko Tanganyika, anaeleza kuwa nyumba nyingi zilibaki tupu kwa miezi kadhaa sasa. Alitaja hasa manispa mbili, ile ya Kalemi na ile ya Commune Dilag. Kule Kamko, katika manispa ya Kalemi, takriban 90% ya wakahaji walikimbia kupanda kwa maji, wengi wao bado hawajarudi. Hali ni hiyo hiyo katika manispa ya Ziwa kwenye mtaa wa Dav, ambapo nyumba
zilibaki bila watu na kuachwa na wamiliki, anafafanua Isa. Aliongeza kuwa Boulevard Lumumba, barabara kuu ya mji wa Kalemi, pia ilijaa na maji. Kila kunaponyesha mvua kubwa, baadhi ya sehemu za barabara hiyo hufunikwa na maji, jambo linalotatiza usafiri na kuonyesha jinsi miundombinu inavyozidi kuwa hatarini. Hata hivyo, kulingana na shirika hilo la kiraia, ukubwa wa mafuriko yalionekana mwaka huu ni mdogo ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Walisisitiza kuwa uharibifu uliorekodiwa ni mchache ukilinganishwa na misimu iliyopita. Mnamo mwaka wa 2024, mji wa Kalemi ulikumbwa na moja ya mafuriko mabaya zaidi. Kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika na mto Lukuga kulisababisha uharibifu mkubwa wa mali na kufanya watu wengi kuwa wakimbizi wa ndani. Nyumba zilizoko kando ya ziwa na mto zilivamiwa na maji, shule, makanisa, hoteli na barabara pia zilijaa na maji, jambo ambayo ilipelekea kuzorota kwa shughuli kadhaa katika sehemu kubwa ya mji. Habari za ulimwengu. Papa Francis aliyeaga dunia mwaka mmoja uliopita anaendelea kushikilia nafasi ya pekee katika mioyo ya waumini wa kanisa la Kikatoliki. Katika miezi ya hivi karibuni, makumi ya maelfu ya waumini wamezuru kaburi lake na kuja kusali. Habari za miundombinu. Shirika la NDC linaongeza tahadhari kuhusu hali ya uchakavu wa barabara kadhaa katika jiji la Bukavu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa tarehe 20 Aprili 2026, inaeleza kuzorota kwa hali ya juu kwa sehemu kadhaa za kimkakati zinazoathiri mitiririko ya trafiki na usalama wa watumiaji wa barabara. Tutamatishe na habari za utamaduni. Wakazi wa Bukavu na maeneo jirani wanaalikwa kushiriki kwa wingi katika toleo la kwanza la tamasha la Injili la Kivu linalopangwa kufanyika Mei 17, 2026 huko Mudaka, Kabare Territoire. Rufaa hii inazinduliwa na uandaaji wa hafla hii ya kitamaduni katika mahojiano nasi Jumanne Aprili 21, 2026. Kulingana na Davide Biadunia, mwotaji wa tamasha la Injili la Kivu, hafla hii inalenga kutoa jukwaa kwa wasanii ambao hawana ukumbi huko Mudaka na kuunganisha talanta za kisanii za Bukavu na jamii za mashambani kwa kukuza mabadilishano ya kitamaduni na muziki. Aliongeza kuwa washiriki watapata fursa ya kuhudhuria maonyesho ya hali ya juu yatakayoashiria wasanii kutoka Bukavu pekee, bali hata wale wa eneo nyingine ikiwemo tarafa la Kabare. Alifafanua kuwa tamasha hilo pia linalenga kuimarisha mshikamano wa kijamii kupitia muziki wa Injili, kuwaleta watu pamoja katika maadili ya pamoja na ujumbe wa amani na umoja. Alichukua fursa hiyo kuwakumbusha wote kuwa ada ya ushiriki ni faranga za Kongo 2,000 kwa wakazi wa Mudaka na $5 kwa wale wanaotoka Bukavu, ikiwa ni pamoja na gharama za usafiri. Hiyo yote ni kuhakikisha ushiriki mkubwa kutoka kwa watu wote katika tajiriba hii mpya. Bwana Davide Biamungu anajadili hili katika dondo lililokusanywa na Antoine Ruhamia na Lydia Chibale. Alors Kivu Gospel Festival ni nafasi yenye baartiste ama wasanii wa Kikristo wataonesha talent zabo, parce que déjà on connaît Bukavu, on a les mêmes artistes benye wanakuwa sur scène, na kui édition tukasema tutafute matalent fasi zingine, na mwile sens tukaselectionner les lieux Mudaka njo lieu yenye ta accueillir la première édition ya festival Kivu Gospel. Eshe tukasema tulete nouveauté, tulete bengine benye tutadécouvrir, na ko Kivu Gospel Festival première édition tutapata privilège ya kujua bengine ba artiste na kazi zenye banafanyaka. Tukaselectionner tukasema kama parce que c'est un festival rotatif itakuwa mu endroits za mingi. Ku première édition tukasema twende kwanza Mudaka, tubaoneshe kio watu kubasahau, tubaoneshe kio tuko ensemble, na mwile sens tuta promouvoir valeur ya paix, cohésion sociale au travers musique gospel, na parce que banasemaka que ndio objectif kabambi ni kuluwe Mungu na kuadorer, lakini en dehors ya ile kutakuwa aussi la dimension ya kudécouvrir ma talent, la dimension ya kuonesha que kuma territoire ama kuma village nako kuko ma talent fulani fulani.
Ni hayo tu tumekuandalia kwa tarehe ya leo 21 Aprili 2026 mashariki mwa DRC. Tunasema asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa matangazo yetu. Tukutane siku nyingine kwa neema ya Jehova. Asanteni. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.